yote ambayo tunapitia, wewe ndio Mungu unayejua. Baba Jehova, ukatupe kibali kikubwa ili tusimamapo mbele zako, tusimame Baba kukuabudu, kukutukuza. Baba yetu, ninaomba kibali chako Bwana juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Mungu wetu Baba, ninakumbuka Jehova kuungana ahadi na maandiko. Umetutia moyo ukasema kwamba watoto wangu mtakapoomba kila sana kila wakati nitakuwa pamoja nanyi. Baba, ninakushukuru kwa sababu ni ahadi uliyotupa. Tuombe kwa moyo ulio mkarimu, tuombe kwa moyo ulio mwepesi, tuombe kwa moyo ambao umebondeka, ili Bwana upate kujitukuza. Baba, ninakushukuru kwa siku ya leo. Nakushukuru kwa sababu umesimama ukiwa Mungu Jehova upande wa maisha ya mwanadamu. Baba, nakushukuru kwa makuu ambayo unazidi kutendea watu wako na kuinua simba wa Yuda, kwa sababu hujaituaibisha. Umesimama kama Jehova, umesimama kama Mungu upande wa kila moja. Baba, ninaweka mfalme imani yetu na tumaini letu mbele zako. Zidi kutupa kibali cha rohoni kwa watoto wetu na sisi wenyewe. Baba, na kanisa lako zidi kulipenda, zidi kutupa kibali. Roho Mtakatifu umetupa uzima. Tunafurahi Bwana tukishukuru kwa sababu Baba, kama si wewe Jehova tungalifanana, tungalikuaje. Lakini Yesu, nakushukuru kwa sababu ya upendo uliotia katika wazazi wetu. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya uaminifu ambao umetia juu ya mitume na manabii. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya huduma ambao umetia katika wachungaji wako. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya wale ambao Bwana wanaamini. Baba, ututie nguvu mfalme, ukatusaidia katika safari yote tulionayo katika imani. Tusaidia Bwana katika safari tulionayo katika imani Yesu. Baba, tukijua kwamba mwana wa Adamu tusije tukaanguka, tusije tukajidharau, tukaanguka mfalme, kwa sababu ya mambo ya ulimwengu na kwa sababu ya vita na watesi mfalme wanaosimama kinyume juu yetu. Baba yetu, ukaangalia watu ambao wanatuombea kinyume cha imani. Baba, wale ambao Bwana wanasema hatutasimama. Baba, wale ambao wanachuki na roho nzito juu yetu Masia. Baba yangu, ninaomba tu kila wakati Baba nifiche chini ya nguvu zako, ukaniondolee kila vita vyao, ukaniondolee kila utesi wao, ukanifanye Bwana nikasimame zaidi. Baba, ninaombea watoto wako, naombea watu ambao Bwana wanapoingia katika msimu mkubwa. Baba Yesu Kristo, uzidi kuwabariki, ukatupe neno litakalo tupigania, ukatupe neno ambalo litatushindania, ukatupe neno ambalo litatuongoza. Baba, tunakutegemea siku kama hii. Tunakutegemea katika safari ya kiroho Yesu. Tunakutegemea katika hali yote ambayo tuwapita. Baba, imani yetu kaitie nguvu, tuonekane tuko zaidi ya mashujaa wenye imani. Utusaidie Bwana wa majeshi, tupate kukuinua. Baba, tupe ndoto ya imani katika maisha yetu. Tubadilishie Bwana yote mfalme, yaliyo katika kinyume ya Bwana yakashindwe, na yaliyo Bwana yanaweza tenda Bwana yakatendeke. Tunafunga maroho za shetani kwa jina la Yesu. Siku ya leo Bwana tunaibariki, iwe siku iliyo njema, iwe siku ya mwanadamu kupokea muujiza, iwe siku ya wale walio na mahitaji kupokea mahitaji yao. Baba, napoenda kunena pia na watoto wako, nipe kibali cha rohoni, unifunulie siri 1 na 3 kwa ajili yao, ili tupate kuomba pamoja. Yesu, ninakuomba usimame nasi. Yesu, ninakuomba usimame nasi. Yesu, ninakuomba ukatupe tumaini. Asante Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Kristo mfalme, nimeomba na kuamini. Amen. Asante Yesu. Nashukuru Bwana. Mtazamaji wangu mahali popote ulipo, karibu katika ibada ambayo ningependa tujifundishe neno la ushindi, neno la baraka na neno la tumaini. Nitakapomaliza nitakuja kuwashukuru pia. Hilo ni jambo ambalo liko kwangu. Wale wote ambao huwa wanatusupport kwa kutuma kwa till msaada wao kwa till, nitawaita majina nikiwaombea, na Mungu atasimama kuwatetea. Kwa hivyo nina imani ya kwamba wewe uliye pale nyumbani asubuhi ya leo, neno hili limekupata. Unapotuma msaada wako kwa till yetu 253951, nitakutaja hapa nikikuombea, na Roho Mungu akinionyesha neno juu yako nitakujulisha pia, ili ya kwamba
tupate kuona sisi ni washindi. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa wale wote ambao wamesimama nasi kila sana, kila wakati wamekuwa upande wetu wakipigania imani. Pendwa mtazamaji wangu, majina yangu naitwa Nabii Asheri, nikiwa hapa Eden Gospel Trumpet Ministry, kanisa la imani, kanisa la kipekee. Na ningependa kujulisha kwamba hili ni kanisa la kiroho, limejengwa kwa msingi wa imani, kanisa ambalo lilirejistiwa 2004 na tukapewa kibali ya kwamba kwa ajili ya kuhubiri neno la Bwana. Tumekuwa tukiwa na mikutano hapa na pale, na Mungu aliponipa kibali cha huduma ya Eden, alinipa nimtumikie kwa njia ya kiunabii na njia ya uponyaji na njia ya kuokoa miji za watu. Wakati mwingine unaweza ona ninatembea milango ama nyumba za watu, sitachoka, maana watu walidhani mwanzo nitachoka, wakadhani ni kwa nguvu zangu au wakadhani najifanya. Lakini mimi ndio nilisikia mwito wa Yesu nikiwa ninasoma. Sauti ya Mungu ikanikujia na ikanitoa katika hali ambayo nilikuwa. Wengi wakasema nimekuwa wazimu, lakini siku wazimu sijui. But niliposikia sauti ya Yesu ilinisumbua mno kama bado ningali ninasoma. Na kibali ambacho Mungu alinipa kilianza nikiwa pia katika shule. Na kwa sababu ya kunyenyekea na kusimama na kuamini, mchungaji mwenye nilikuwa naye alikuwa mchungaji mwenye ananilea kiroho, na akiwa mbali sana na kwetu kilomita 7. Nilimwamini tu, nikawa naenda pale prayers, nikatamani kuwa na kipawa ambacho ni kipawa kinachoweza nisaidia. Mimi nilitamani kutumikia Mungu, na nikajitoa tu, nikasema maisha yangu nimpe Mungu, kwa sababu nilitamani. Wakati niliona mitume wanasimama wakihubiri, nikaona wananena mambo mazuri ya Mungu, mimi nikalia sana, nikasema moyo wangu utamani kuwa kama wachungaji wale. Sikutamani kuwa tajiri duniani, sikutamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, sikutamani kuwa pilot, sikutamani kuwa engineer, but nilitamani kuwa mchungaji nikiwa bado ninasoma. Nikatamani sana, nikatamani nitakapoona nimevaa nguo nyeupe nikiwa katika mkutano nikihubiria watu niwe nampendeza Mungu. Nilitamani sana. Kwa hivyo tamanio langu lilikuwa, Baba, nitakutumikia aje? Nilitamani tu nitumikie Yesu. Nilitamani sana. Sikukopi ya kwamba kutumikia Bwana, sikuwa na haja ya kwamba kumtumikia Bwana kuna faida ya sadaka. Mimi nilitamani tu kutumikia Mungu, na kweli nime-exercise kile niliona. Nimepitia crusade, kama ni hizo nguo nyeupe zenye Mungu alinipa, nimevaa kanzu nyeupe ili kutamani matamanio yangu yakamilike. Nimeenda crusade nifurahishe Mungu vile nilivyokuwa nimepanga. Nikawa natamani ya kwamba lazima nitaenda mikutano, nitaenda crusade, nitapatiza watu, yote nimeyatenda. Na nikasema vile ambao nitakuwa natembea duniani, nimetembea. Nikatamani, nikasema niwe tu na huduma ambao naweza kuwa naweka watu toba na kuwafundisha neno. Yote ninatekeleza. Kwa hivyo lile ambalo natenda saa hizi lilianza wakati ambapo nilikuwa na matumaini. Matumainio haya, kipawa changu kilianza wakati nilipokuwa katika kuamini ndoto. Niliamini ndoto nikiwa mdogo na nikaamini unabii. Kilichofanya zaidi kipawa changu kukua, nilipokuwa katika hali ya ujana, nilikuwa napenda kwenda kanisani. Na nikwenda kanisa ya kiroho, kusikiliza chenye Mungu anasema, na nikawa nang'ang'ana sana na mimi nione katika roho. Nilikuwa nang'ang'ana sana. Si siku moja, nilikuwa nang'ang'ana tu. Wakati mchungaji anasema nimeona Roho Mtakatifu akishuka, nilikuwa nafunga macho, nang'ang'ana tu
na nalegeza macho ili nione yule roho vile ambavyo alishuka. Kwa hivyo tamanio langu ni kwamba nione vile yule roho mchungaji amesema ameshuka. Nilimwamini mchungaji kwa sababu alikuwa amenitangulia mbele. Kwa hivyo singeona zaidi ya nabii, lakini nilikuwa nafuatilia nyuma ya nabii ili na mimi angani kaone tu maono haya madogo, nione vile ambavyo mtumishi wa Mungu ameona. Kwa hivyo Mungu alinigeuza mara ya kwanza, sikuweza kuona wazi, lakini alikuwa ananiletea kwa ndoto. Ndoto ndio kilikuwa kipawa kwa majirani na kwa watu ambao walikuwa wamenijua wakati huo, sababu Mungu alianza kunipa ndoto katika area, na kila ambacho amenionyesha katika ndoto kilikuwa kinatokea. Kwa sababu gani? Kulingana na imani yangu na tarajio langu, nilitamani sana kujua vile Roho Mungu anafanya kazi, na nikaamini sana ndoto. Ndio sababu Mungu akakubali kunitumia katika ndoto. Alipoona nimekuwa mwaminifu katika ndoto, basi akaanza kunipa maono. Na maono yanakuja mara 3. Maono tu ni kama ndoto tena. Ni ndoto tu, lakini kuna tofauti ya kulala na uote, na kuna kuangalia na kuona, kuna kufunga macho na kuona. Kwa hivyo kuna maono ambayo nilianza kuyaona, lakini alikuwa katika giza. Yani unaona mtu lakini kama kivuli akiwa katika giza. Ilikuwa hivyo. Unaona mtu lakini ako katika giza. Sasa kujua ni nani ilikuanga vigumu sana. Mara ya kwanza nakumbuka kuna mchungaji mmoja ambaye ni jirani. Ilienda nikamweleza habari ya maono. Alikuwa mchungaji wa PhD. Nikamwambia sijui ni kwa nini nikifunga macho hivi naona kama mtu ako mbele yangu, na namuona kwa kivuli kabisa lakini kwa giza. Huyo mchungaji akaniambia nimerogwa. Nikashindwa kurogwa kwa njia ipi? Kwa sababu mimi tarajio langu ama maoni yangu, tamaa yangu ilikuwa nione maono. Sikuridhika na hiyo ujumbe alionipa ya kwamba nimerogwa, naona watu waliokufa. Ikasema nimerogwa na nani? Siangeniambia mwenye ameniroga, na ananiroga kwa nini? Lakini mimi mwenyewe nikajua hapana, natafuta kipawa. Nikarudi katika hali ya toba. Ndio wakati nilitafuta mchungaji gani anaweza kuwa na imani ya kiunabii. So nikasema nimeenda kwa watu ambao si manabii. Unajua wakati mwingine vijana mnapoteza vipawa kwa sababu ya kwenda kwa yule si mfafanuzi wa ile. Kwa hivyo huyu mchungaji aliponiambia nimerogwa, unaona ningeachana singekuwa prophet. Nilitafuta nabii ambaye anaweza nieleza haya ninayaona. Je, yanatoka wapi? Nilipoendelea kwa ajili ya hiyo kutafuta nabii ambaye anaweza nipa maono haya, ndio wakati ambapo nilianza kuona maono. Nikashindwa kuambia watu ya kwamba unajua naona kitu hivi. Nikaona ni kama watasema mimi ni wazimu. Maana nilianza kujiuliza ama siko sawa, kwa sababu naona vitu lakini ama siko sawa. Nilichukua muda nikajiangalia kama kweli niko sawa. Mbona naona ama siko sawa? Nasikia sauti ukiwa umeketi kwa nyumba, naona kama mabati hakuna, na ushuhudia mwangaza mkubwa. Sasa nashindwa hivi vitu vitaishaje na nitaambia nani? So mawazi ilikuja kwangu ya kwamba ni kama siko sawa, mpaka wakati nilipopata nabii Haman. Ndiye akaniambia unacho kipawa na kinangoja dhabihu na ufunguliwe kwa anga, lakini anga bado inakuzuia, mawimbi bado yanakuzuia. Kwa hivyo mtazamaji, utaniuliza
Kama Mungu ameweka muhuri juu yako, mawingu yanaweza zuia? Yes, yatazuia. Kwa sababu Mungu akikuwekea muhuri, si ati amefungua kila kitu. Si ati amefungua kila kitu. Kuna vitu vinazuia mpaka ukamilishe ndio upate kile kipawa. Na ndio nakuta watu wengi wanaona tu ndoto, hawajui lazima iende kwa utaratibu. Ufate utaratibu ndio hiyo ndoto iwe inafanya kazi. Lazima ujue ndoto yako itakubalikaje. Si ati kuota imekamilika. Si ati kuota unaweza kuwa nabii. Ndio yule nabii akanieleza. Kwa maana nilichukua muda nikijiuliza, kwa nini ninafananaje? Mimi ni nani? Ndio yule nabii akanieleza. Ndio macho yangu yakafunguka. Nikaenda nyumbani, nikachukua kondoo zile ambazo kwa moja zenye nilikuwa nazo, nikapelekea nabii Haman. Nikachukua na jogo moja, maana nilikuwa nasoma na hizo vitu nilikuwa nafuga. Nikampelekea mtumishi wa Mungu, nikamwambia nimekuletea kama dhabihu mbele zako, nisaidie. Kwa maana sikuwa nafanya kazi, lakini ndio kazi ya mikono yangu, kwa maana mimi ninasoma. Kwangu ilikuwa ni pesa nyingi sana, kwa maana hiyo kondoo nimeifuga kwa muda, kuku nimeilea kwa muda. Hiyo ni gharama kubwa sana. Na nikajinyima, nikajitoa, nikampelekea nabii. Nabii akaniombea na akanishika mkono na akaninawisha kichwa changu kwa maji yake, na akaniweka miguu zangu katika beseni, akaninawisha na akaniambia, kuanzia leo Mungu ambaye amenituma kwako, nimekufungua, enda katika mataifa, uhubiri injili na uokoe wengi kupitia kipawa chako ambacho Mungu amekupa, kisaidia taifa, kisaidia kila mtu. Na mimi nikasema amen. Lakini bado niliendelea kuamini Mungu. Baada ya hapo nikaota ndoto. Baada ya muda ndoto ikanikujia, nikaona mbingu, jua linapigana na mwezi. Jua linapigana na mwezi. Na lilikuwa linapigana, mimi naona linapigana. Yani kupigana kwenye niliona kwa ndoto, manyunyu yalikuwa mengi sana. Si mvua lakini manyunyu, but jua linapigana na mwezi. Jua linakuja ligonge mwezi, mwezi inaenda igonge jua, lakini jua likashinda mwezi. Mwezi ukaanguka sehemu ya huko kwetu nyumbani. Ilipoanguka nikaenda mbio kupanda mlima kwenda kuona mahali ambapo hilo jua limeanguka, ile mwezi umeanguka. Nikakuta watu si wengi sana, lakini kiasi ya watu wameuzingira. But huo mwezi una rotate pale chini, na hakuna mtu anayekubali kuchukua ule mwezi. Nikachukua ule mwezi, nikaweka kwa kifua, nikashikilia na mikono yangu, nikaanza kutembea pole pole. So watu bado wanazubaa, wanasema mwezi utanichoma, mwezi utanihangaisha, utaniumiza. Nikawapita ndani mwa wale watu, imani ikaniambia watakunyang'anya. Nilipoona nikugeuka nyuma wanakuja mbio, nikaenda nikapaa, nikaenda kuanguka ngambo ya pili nikiwa nimepaa. Mpendwa, nataka kuambia neno hilo linanidhihirishia nini? Mungu alikuwa amenionyesha kitambo ya kwamba una neno nimekupa, lakini maadui ni wengi. Kwa hivyo adui wangu ni wengi sana. Mungu alininenea kitambo kama sija ananipa neno. Baada ya kutoka kwa nabii, ndio Mungu akanikubali kunionyesha haya. Kama singeitwa ningenyang'anya ule mwezi. Na kama singepokea ule mwezi, ningekuwa nina neno lakini halina nguvu. Naweza ona mwezi na mtu mwingine achukue. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Mungu alinichagua na akanipa kibali. Kuamka kwangu niliuliza mama aliyenizaa, mama, nimeota ndoto, mwezi umeanguka kule center. Nimeenda nimechukua na nimepaa mpaka kule sehemu ya Hamisi Gavdunyi. Watu wakiwa wanataka kunifuata kuninyang'anya. Hawa walienda kwa miguu, lakini mimi nikapaa.
Kuna watu wengi ambao mpaka saa hizi ndio naona hayo maono ya kwamba kuna watu wanapigana sana na imani yangu. Kuna watu wanapigana ili waone nimeanguka. Kuna watu wanapigana ili waone wameninyang'anya kipawa. Lakini Mungu alinieleza na akanionyesha nimepaa. That's why nina confidence ya kwamba hawawezi niweza, kwa sababu sina shaka, maana hawakuniweza. Kwa hivyo Mungu ashaniweka kwa kiwango cha juu. Mama akaniambia, mtoto wangu, hicho ni kipawa na ni Mungu anakuita, na Mungu amekupa neno lake. Nikashindwa aje. Nikatoka wakati mwingine nikaenda kusaidia dadangu kazi ya matofali kule Kitale. Nikiwa Kitale tena nikaota ndoto. Mwezi unapigana na jua. Mwezi unapigana sana. Mwezi ukapigana, jua likapigana, mwezi ukaanguka chini. Nikaokota nikiwa Kitale mara ya pili. Nikaona tena nimeweka kwa kifua. Watu wananifuata. Wako mbele yangu na silaha, nyuma yangu wananifuata. Nikapaa juu. Nilipopaa wakashindwa kupaa. Nikaenda ngambo ya pili ambayo sikuelewa ilikuwa wapi. Nikaamuka nikaambia dada yangu, haya maono tena yamenikujia. Yalinikujia nikiwa nyumbani, yamenikujia nikiwa huko. Je, Mungu anaweza kuwa anamaanisha nini? Na dada yangu kwa sababu hakujua ufafanuzi wa ndoto, akaniambia ukemeni kifo. Nikasema gai, kifo tena? Mama aliniambia ni neno. Dada yangu hajui mambo ya ufafanuzi wa ndoto, akaniambia ni kifo. So niliishi katika hali ya kujiuliza, ama ninakufa, ama mimi ni wazimu, ama mimi ninahangaika sana. Lakini kwa sababu wakati mtumishi wa Mungu aliponinawisha, nilipata nguvu sana. Maana yeye ndiye alinifunulia kusema Mungu amekuita, na amekuita upate kutumika. Hapo ndipo Mungu akaanza kunipa kibali. Nikaanza kupata imani ya kwenda kanisa kila wakati. Nikapata nguvu na maombi yakaanza kufunguka. Anga zangu zikaanza kufunguka za kuomba na kulia mbele za El Shaddai. Anga zikaanza kutafakarisha mbele za Mungu. Unajua, acha niwaambie watoto wa Mungu, kuna tofauti ya imani. Kuna machozi ya kujilazimisha na kuna machozi yanayotoka ndani ya moyo. Unaweza keti hivi na kuanza kulia, kwa maana umebadilisha anga yako, unamtazama Mungu aliye juu, na ukute kifua chako kimejaa machozi, kwa maana unamtazama Jehova, unamtazama Redeemer, na unatamani kukaa karibu naye. Sema, dunia imenichosha, Baba uko wapi unisaidie? Hayo yote hayakuisha mpendwa. Wakati wa yote nimeona, nilikuwa safari bado. Nilipokuja mjini, nikatafuta mahali pa kukaa, sikupata. Nyumbani vikwazo, mjini vikwazo. Lakini Mungu alisimama. Mapito ya kupitia kawa magumu. Njia Nairobi zikafunga. Hakuna vile ambavyo naweza faulu. Na Mungu akanifunga. Zaidi ya kwamba niamini tu. Ndoto zikaanza kukamilika kwa imani kubwa. Imani ambayo mwanadamu hangeweza kuijua. Wakati ukafika mpendwa, ambapo sasa tumaini la imani lisimame. Nikaanza kupewa uongozi katika makanisa, youth leader, nikapewa Sunday school teachers, nikawa mwalimu wa Sunday school. Nikaanza kufundisha na watoto wana perform vizuri, wananisikiliza. Nikaanza kupata nguvu kuanzia pale. Nimegundua mpendwa, neno la Mungu hawezi endea juu mpaka uanze kufundisha watoto, ndio uanze kupanda ukienda juu. Kama mtoto mdogo hawezi kusikia, mtu mkubwa atakusikiaje? Kama mtoto hawezi kusikia, utafundishaje mtu mkubwa? Utapata mapigo yamekulemea, mazito yamekulemea. Na mara nyingi ninaangalia, ninaona vijana ambao ni rika, ambao wana huduma vile ambao nilikuwa nao. Tatizo la vijana ni kuwa mbio. Wanadhani wakiwa mbio watatajirika, watakuwa matajiri haraka, watahubiri tu haraka, watu watawatolea sadaka haraka. Yani tarajio lao ni tamaa.
kwa maana wanataka mambo yao yaenda haraka, lakini hawaangalii umri wao na waangalii kazi waliomfanyia Mungu. Ni nani alikwambia amen peke yake inaweza fanya ukawa tajiri? Ni nani alikwambia amen inaweza fanya ukawa tajiri? Mungu anaangalianga huduma ulioifanya. Mtu analipwa kulingana na huduma aliyoifanya. Hawa wachungaji unaona wakiwa matajiri, hawa watu wamefanya huduma sana. Matukanano wametukanano wakapita kipimo cha matukanano. Unajua ukiwa mchungaji kuna wakati ambapo lazima upite katika kipimo cha matukanano. Watu wanakutukanana, watu wanaongea vitu ambavyo hata wenyewe hawajui. Watu wanaweza kuwekea mambo mazito yenye ambayo haujui, lakini ukiwa na Mungu ndani mwako yote unayaonanga kuwa useless. Yani hata haikudhuru mahali. Hata haikudhuru mahali. Kwa sababu duniani kila njia zipo. Kuna njia za matope, kuna njia za mwiba, kuna njia za mteremko, kuna njia za mawe. Inategemea njia yako umefika wakati wapi. Mchungaji, usihofu wakati ambapo unaona majaribu yakiwa juu yako mengi. Mchungaji, usihofu wakati wanadamu wanakusema ama kukutuzi. Wewe weka imani yako kwa Mungu. Hayo yote hayatakudhuru. Bora wasikate nyama ya mwili wako. Bora wasikate nyama ya mwili wako. Lakini usijali juu ya wanaoongea kwako. Kwa maana hicho ndicho kipimo kilichotarajiwa kwa mwanadamu anayemsema Mungu yupo. Yeyote anayekiri Yesu Kristo kama Mwokozi na anze kutumika, jiandae, kwa maana unang'ang'ana kwa anga ya mapepo. Isikufishe moyo. Usigeuke, songa mbele. Bora wasipige nyama ya mwili wako. Bora wasikate nyama ya mwili wako. Lakini mambo ya ulimwengu, kwa ajili watu wanasema, wanaongea, hiyo yote ni kazi yao. Na ni vizuri wafanya kwa sababu ni ushuhuda. Maana Yesu alisema alipoenda katika mlima, akasema vizuri ya kwamba Baba aliamsha mitume. Akasema amkeni kwa maana saa imefika. Hawakujua Yesu anawaamsha kwa nini. Ndio Elijah na Musa walishuka. Yesu akasema, Baba, iwezekane vile ambavyo unataka. Kama kikombe hiki si changu niondolee, na kama ni changu acha nikunywe, maana nakunywa damu ya agano. Pedro, hiyo ni lazima. Hakuna pasa atakuwa duniani na anataka kuendelea akose matusi, akose kutukananwa. Hiyo yote naijua. Mwanzo nilikuwa kama ninaanza huduma, walipoanza kunitusi niliona kana kwamba nimekosea. Imani ikawa inafifia. Lakini nikiuza mahindi sikuwa natukananwa. Nilipokuwa katika hali ya kuuza mahindi sikuwa natukananwa. Lakini wakati ambapo nilianza neno la Bwana, kuhubiri injili ambayo Yesu alinituma, matusi yakawa mengi sana. Kwa hivyo nikajua shetani ameweka mitego zake katika neno la Mungu, ya kwamba mtu yeyote aogopa asiendelee. Utatusiwa wewe ni devil worshiper, utatusiwa wewe ni malaya, utatusiwa wewe ni mkora. Hayo yote ni maneno mazito, lakini kwako wewe please yasikufishe moyo. Tazama Yesu aliye mbele, kwa maana lazima yawepo. Hayo ni mambo lazima yawepo kwa mtu mwenye imani. Namba 2, shetani anayatumia ili kusababisha uachane na neno la Bwana. Sasa nikuulize swali mtazamaji. Ukiacha neno la Mungu kwa sababu umetusiwa, na huyo mtu mwenye anakutusi hawezi hubiri, hiyo gap nani atachukua? Usiondoke kwa neno la Bwana kwa sababu ya matusi. Wewe endelea. Endelea. Bora nimesema kilicho kibaya wasikate nyama ya mwili wako. Hiyo ndio makosa kubwa. Hilo ndio watakuwa wamekuumiza. But kuongea kwako kinyume, hiyo isikujalishe. Hata ione kuwa haifai, hata ione kuwa kusikia. Songa mbele kwa imani. Kwa maana ndani mwa watu wanaosikia yale matamushi, hata wengi hawaamini. Walio na Mungu hawaamini. Walio na mapepo ndio wanachangia. Kwa maana ni njia yao. Shetani anakanyaganga mahali mashetani mengine wamekanyaga. Na Yesu watu wa Mungu watakanyaga mahali Yesu anakanyaga. Kwa hivyo imeandikwa hivyo, ya kwamba mtapita katika mapito ya Jehova na mtapita katika mapito ya kishetani. Watu wengi wameacha uimbaji kwa sababu wanatukanana kwa mitandao.
Watu wengi wanaacha neno la Mungu kwa sababu wanatukananwa. Kutukananwa hiyo ni kawaida, kwa sababu lazima tukananwe ndio imani isimame, na lazima tukananwe ndio ujue unajulikana, hata mapepo yanakujua. Kwa hivyo lazima ujue ya kwamba ili ninalokupa ni kawaida. Wakati ambapo nilikuwa nimeingilia kipindi kikubwa sana cha imani ya kuwa kama mwanarika, mwana youth leader, hayo yote yalianza kama sijakuwa pastor. Nikawa Sunday school teacher, wakaanza kwa hiyo kikundi cha kuwa mwalimu wa Sunday school. Kwa hivyo mambo mazito hutokea hivyo. Na wakati nilipoendelea nikatafuta imani yangu ni wapi itaponea, kwa maana nikatoka katika ile kikundi cha youth, nikaendelea ninatafuta imani yangu, maana naona toba si kubwa kwa ile kanisa nilikuwa. Vita ni vingi kuliko toba. Nikapata kanisa moja ya kiroho. Nikaenda nikaingia ndani, nikaanza kutubu na kuomba kwa ile kanisa. Lakini si kwenda tu kukaa ili nitubu na kuomba. Pia ujue hata ukienda kanisani kutubu na kuomba bure bila kufanya huduma kanisani, wafanya kazi bure. Ilienda pale nikaanza kutengeneza kanisa, kupanga viketi, lakini natubu nikiomba, nikifunga mahema. Mungu akanijalia nikaota ndoto. Ndoto ya pili niliota, na ndio hapo ndio neema ilianzia ya kiunabii. Ndoto ya pili ni kujia. Nimeona niko na watu, lakini wawili watatu. Tukafika mahali wakaniacha. Nikapita mto ambao ulikuwa na mti, nikapanda mlima. Nikapanda mlima peke yangu. Nikaenda juu ya mlima mkubwa. Nikaona tu nimeenda. Nikapata nyumba iko juu ya ule mlima. Nyumba ina maingilio mawili, mlango wa kuingia na mlango wa kutokea. Nilipoingia ndani mwa ile nyumba nilikuwa nimechoka sana. Nikapata kuna meza, na ikawa ni kama nyumba yangu. Yaani ni nyumba yangu, lakini iko na meza moja. Kwa hiyo meza kulikuwa na mkate, tosti ya mkate. Nikachukua, ni kama niliacha hapo, ni kama nini, nikachukua nianze kula. Ilipo umega nikaweka kwa mdomo, nikasikia kelele. Watu wanapiga kelele kwa mlango wa pili. Nikaenda kutazama. Nilipotazama niliona watu wanapita kule chini wengi sana. Lakini kuna kitambaa kwa wingu. Kitambaa cheupe kimeandikwa in and out na red. Kitambaa cheupe. Nikajaribu kujiuliza, haya maono sasa, masomo haya ni ya nini? In and out na watu wanapita kule chini. Nikaanza kusema watu hawajui dunia inaisha. Kando yake kulikuwa na wingu linazunguka. Nikapiga magoti kwa ile mlango, niombe nijue ile wingu linalozunguka lina maana gani. Nikajikuta nina katoto kadogo, katoto kachanga, nimekalea kwa mikono yangu. Na nilipoomba, lile wingu lilibadilika kuwa mshale wa kiberiti ukiakisha, ikatoka ikaenda, na kile kitambaa kikaondolewa. Nikakuwa na yule mtoto, nikasema naenda kuambia pastor wangu. Katoka mlango wa ile nyumba, nikateremka. Nikaona watu wengi sana wanateremka na mimi kwa ile mlima, na wamevaa nguo nyeupe. Nilipoenda nikakuta ule mto una mti mmoja tu unapita juu ya mti. Watu, kuna mtu aliyekuwa amesimama kando ile mto, ana nyazi mkononi mwake. Nyazi alikuwa na wapiga wale watu miguu na nyazi, na wote wanalala, wanaanguka ili tusivuke nao ngambo ya pili. Nikavuka, nikaenda kutafuta pasa wangu. Nilizunguka kutafuta nyumba ya pasa wangu, sikuipata. Nimwambie yale nimeona, sikuipata. Nilipokuja kanisani, nikatoa ile unabii kwa madhabahu. Mchungaji akapinga yule pasa, na akatoka akaenda kutoa uchawi mwingine mahali huko Kakamega. Akaanguka kule, na hapo ndio kifo chake kilimfuata wakati alianguka.
Nataka kuambia mtu wa Mungu, hapo ndipo Mungu alianza kunipa courage, imani ya kuomba, imani sasa ya kiunabii. So ikawa nijitie moyo mimi mwenyewe. Maana wakati mwingine unaweza kuwa Mungu anataka kutumia, lakini yule mtu unayeuliza maono yenye Mungu amekupa anakumislead. Anakuambia ni mapepo, anakuambia mambo mazito, anakuambia utakufa. Then unaanza kuomba kinyume kwa ile maombi ama lile neno Mungu amekupa. Ni wewe unajua unatafuta kutumikia Mungu kwa njia ipi. Je, wamtumikia kwa njia gani? Maono haya yalipoisha, nikiwa tu kwa ile kanisa, nilikaa muda, nikaona maono mengine. Nikiwa kwa nyumba nimelala usiku, sauti ya Mungu ikanikujia. Nimeendeleanga tu na ibada, sauti ya Mungu ikanijia, Kennedy, utanitumikia au utatumikia mataifa? Nikaona nimeogopa, maana ilikuwa sauti kubwa sana na sikuwa na vile nitajibu. Nikaona nimetoroka naelekea kule Waithaka mbio, njia ya vumbi naenda mbio sana, na nimetoa shati. Nikaona nimesweat na kimbia. Kuamka mpendwa, nilikuwa chini ya kitanda, nikagutuka kwa usingizi, niko chini ya kitanda, nikajigonga, nikajiuliza kwani ni nini, lakini nimesweat. Nikaogopa mno, nikasema sitazima tena taa siku nyingine nikilala. Sikuwa na mtu wa kuuliza. Nikalala siku inayofuata, nikaogopa. Kasema Mungu nisaidie. Nikaogopa mno. Siku ambazo nilikuwa nimeacha taa ikiwaka hakukuja, lakini nikaenda hivyo siku ya 3, ya 4, ya 5. Mungu ana haraka, nikazima taa. Kuzima usiku tena karudi. Kasikia kitanda changu kinatingika, nikaogopa mno na niko kwa usingizi. Sauti kanikujia, Kennedy, utanitumikia au utatumikia mataifa? Nikakumbuka nikasema ile mtu ananiita. Wazazi wangu walitueleza, mtu akikuita usiku usiitike, huwa unakufa ama unakuwa wazimu. Ili nisumbua sana kuitika, lakini nikaona natoroka. Nikaenda mbio zaidi. Tena nikajikuta kumbe niliingia chini ya kitanda, yani najificha. So nikawa na uoga sana. Nikaambia ndugu mmoja ambaye alikuwa tunashiriki nao, akaniambia usiitike usiku wewe. Huyu mwenye nimeambia nifafanulie, maana huyu ana ile kibali cha kujua chenye natafuta. Siku ya 3 tena ikarudi. Nikasema liwalo na liwe, Kennedy, utanitumikia au utatumikia mataifa? Nikasema ndio, nitakutumikia. Sikujua nitatumikaje. Hiyo sauti ikapotea. Nikajikuta nimeamka, nikajikuta niko na jasho, nikashindwa, na sikumsikia tena akija tena akiniuliza swali, kwa maana nimekubali ya kwamba nitakutumikia. Hizo ndio njia ambazo zinalingana na wokovu wa manadamu. Nataka kuambia maisha hapo ndio yalianza kuwa magumu, yale magumu. Nikawa nimetengwa mpaka na familia yetu, yani maisha yakawa mimi si Asheri. Nikajiuliza, kweli hayo yote yenye Mungu alinionyesha, nimeokota mwezi, Mungu amenionyesha makubwa yote, ameniita, nikasema nitamtumikia. Maisha yakawa vifungo, maisha yakawa magumu, yakawa mazito. Tukakosana kidogo hata na mama, ikawa sina chakula kwa nyumba, ikawa naishi, hakuna mtu alikuwa anaingia kwa nyumba yangu. Disemba 1 ikafika, maisha mazito. Tukakunywa strong tea. Tarehe 25 tukakunywa strong tea. Maisha mazito, lakini nina Biblia, nina Bible mkononi mwangu. Ninaomba tu Mungu anisaidie. Ninalia tu nikisema Mungu nisaidie. Nikapata kazi moja kule sehemu nyingine ambapo ni Mombasa Road. Ni mbali sana kutoka Mombasa Road kuja mpaka Satellite. Sina fare, lakini nilikuwa napita sehemu moja inaitwa kule Wilson Airport, na kulikuwa na El Nino. Naenda kufagia nyumba
ambao sasa hivi ni American Embassy. Ilikuwa inaitwa Cool Graphic House. Nilikuwa naenda kule kufagia, na ninaenda tu miguu asubuhi saa 9, saa 10 naenda miguu, narudi jioni. Lakini nikawa naomba Mungu tu anisaidie. Nilipofika kule nikanunua nikatafutanga pesa, nikanunua mashine ili hizo pesa zifikie mashine ya kunyoa. Lakini nabeba cartons zile nzito ili nikuje kujengea kiosk. Wale ambao wanajua hii historia yangu, wale tulikuwa nao vijana, wanaweza nisikiza na kuelewa nasema kile kilichokuwa. Na wakati huo sikosi kanisani, lakini maisha ni magumu. Na sikosi kanisani, lakini naenda kanisani. Naenda kuabudu Mungu. Nina Bible ndogo sana. Iko na Biblia ndogo. Wakati ulifika, nikaamini Mungu, nikajenga kiosk mahali fulani ya kinyozi. Lakini hiyo kiosk ilikuwa na ile cartons zile zenye nilitoa kule. Nikasema Mungu nisaidie. Na ujue natumika, yani nimepewa ile kibali kidogo tu, lakini maisha ni magumu sana. Yani wakati niliitika ndio maisha yalikuwa magumu. Mtihani wa imani. Hakuna mashetani niliona. Hakuna watu waliniongea wakati nilikuwa na maisha magumu. Hakuna watu waliniongea. Watu wamenijua wakati nimeokoka. Na je, wakati mngeongea ama kwa nabii, kama kwa shedi, ni wakati alikuwa hajaokoka. Si wakati huo ambapo ameokoka. Wakati huo nimeokoka kuonekana mbele za watu. Na wakati ambapo nilikuwa sijaonekana mbele za watu, unajua vituko zenye nilikuwa nazo zimeshinda zenye unaona. Zimeshinda hizi. Hizi ndio huo ndio wakati ungeongea mambo mengi kuliko sasa. Huo ndio wakati ambapo ungeongea mambo mazito kuliko ya sasa. Maana huko unanijua. Lakini wakati tu Mungu amemulika mwangaza kwa asheri, watu wote wanaona asheri, ndio unaanza kujua mazuri na mabaya. Afadhali ungejua yale mabaya, hayo yenye hukuwa. Hayo ndio sasa yalikuwa mabaya, wacha ya sasa. Hayo ndio yalikuwa yenye ungesema Mungu kweli anaweza saidia mwanadamu. Nikaweka kinyozi, nikanunua mashine. Nategemea hiyo kinyozi, nategemea hapo chakula. Niko na mtoto, niko na mke, tunategemea pale. Na kanisa linanitegemea, kanisa lenye yule mchungaji mwenye nilikuwa naenda kuabudu. Mama mmoja akaja Mnyarwanda, mnene, akaja tu akaangukia kabenchi, akihema. Akaniambia to give me water. Nikaenda kwa duka, mimi sikuwa na maji kwa kinyozi. Nikaomba maji, wakanipa kwa kikombe, nikampa akakunywa. Akahema, nikamwambia mama, na niko na Biblia, unaweza nikubali nikuje kuombea kwa nyumba? Mama akanikubali. Akanipa direction mahali ambapo anaishi. Nikarudi nikaachia ndugu moja mnyore, nikamwambia ningojee kinyozi. Nikaenda kwa nyumba kujitakaza. Nikajitakaza. Nikatoka niende kumuombea. Nikapita hapo kwa kinyozi, kijana bado yuko. Nikumbuke Mungu ananipa maono madogo tu. Na ukumbuke anategemea hiyo kinyozi. Nikatoka nikaenda kwa ile nyumba ile mama Mnyarwanda. Vile alinipa mwelekeo, nikafika nikapata maid. Akanikaribisha kuingia ile nyumba. Mama kuniona akaanguka. Kuangalia kwa mlango, naona kivuli cha mtu amevaa manguo meupe. Kivuli cha mtu, na jina yake lilikuwa imeandikwa kwa kifua. Nikauliza, msichana, huyu mtu mnaishi naye? Akasema hakuna mtu, ni wanaishi tu wawili, hawa waoni. Na huyo mama ameanguka. Spirits ya huyo mwanamke, dada yake alikufa wakiwa kule kwao wakati wa vita. Huyu mama ndiye alimbeba huyu dada yake akamficha.
na hiyo spirit haikutoka juu yake. Akiwa kwa gari lake hakuwa anaenda nalo. Akiingia ndani mwa gari, dada yake anakuja anakaa kando. Yeye anamuona hivi, anatoroka tena. Gari haiwezi nguruma. Mnasema mapepa yapo. Huyo mama ndio mama wa kwanza kunizawadi, nitawaeleza. Kutoka kwake kwenda kufika kwa kinyozi, naenda kufungua kinyozi wapendwa. Huyo ndugu mwenye sijui ametoroka na mashine na smoother, na ndio mahali nategemea. Ndio mahali nategemea. Alichukua tu mashine na hiyo smoother akaenda nayo. Na ukumbuke natoka kazi ya Mungu. Ukumbuke hivyo. Mnasema mwanadamu hawezi jaribiwa. Nilifunga ile kinyozi, nikaweka kifuli, sikuambia mtu. Nikaenda, maana niliogopa nitachekwa ya kwamba Mungu wake si angemuokoa. Nikaenda kwa nyumba. Nilichukua 7 days. Nikiwa nasoma Biblia, naomba. Ndugu zangu alikuwa anapita hapa ananiuliza, kwani mbona siku hizi ufungui? Nikamwambia hapana, mashine yangu kidogo iko na shida na nitarekebisha. Si kwenda kuomba kwa mtu. Nilikaa tu kwa nyumba nikisoma Biblia. So wakati mmoja ukafika, baada hizo siku 7, nikahisi kula mahindi choma saa 3 usiku. Nikatoka, kwa maana kuna mtu alikuwa anauzia kwa barabara. Kwenda pale nikapata huyo mtu amebakisha hindi moja. Nikamwambia nichomee hii. Nikasimama kando. Kusimama pale, tena yule aliyeniibia mashine akaja hapo anataka ile hindi. Nikamwangalia hivi. Nikamwambia sio ndio ulienda na mashine yangu. Hapo tena kwa bus, ilikuwa KBS, ndugu yangu akashuka pale. Akakuja hapo, nikamwambia ndiye aliniibia mashine. Na ilikuwa saa 3 usiku. Tukamuuliza, mashine iko wapi? Akasema iko Gatina. Na ilikuwa satellite. Na ni saa 3. Tukasema lazima twende. Ndugu yangu akamwambia tunaenda, uende uleta mashine. Tukakuja kufika sokoni. Imani kaniambia tumwachilie, ya kwamba mimi Mungu aliyefanya nimshike. Mungu aliyefanya nimshike atanifanya tu tena nimpate. Nikamwambia sawa, enda uniletee mashine kesho. Vile nimekupata hivyo ndio nitakupata tu. Ndugu yangu akaniambia nikamwambia nitampata because sikujua nitampata. Na ni huyu aliniibia, nitampata. Hakuleta mashine. Siku inayofuata kuja. Nikakaa. Ndugu mmoja akaniambia nisindikishe mahali panaitwa Lavington, nimsindikishe. Tukiwa kwa njia kule Kamidha, kulikuwa na uwanja mkubwa sana, ina nyasi, njia zinapita ndani. Huyo ndugu alikuanga na sweta fulani inajulikana. Nikiwa nasindikisha huyo mpendwa, nikaona huyo ndugu mbali. Nikamwambia mpendwa, huyo ndugu ndiye alinibia mashine. Ona chenye Mungu anafanya. Huyo ndugu nikamwambia ndio mshike. Leo simuachili. Akaenda akamshika, vijana walikuja wengi, alipigwa ila hajaiona. Na akaenda mpaka akatupeleka mahali aliuza mashine, wakanirudishia mashine, lakini walipiga yeye sana. Walipiga yeye sana. Ikaisha hivyo. Nikiwa niko Gatina natembea, nikakuta tena anachomwa kwa sababu ya kuiba ndizi. Ndizi tu yenye imeiva. Hayo masaibu yote yanayofuatana ni nini? Mungu, nilitoka niende kuombea huyu dada. Kurudi napata mashini yangu nayotegemea imeenda. Mungu akanipa siku 7. Nikiwa navumilia, sikumwasi Mungu. Sikusema Mungu amenidharau. Niliendelea kusoma Biblia na kunyamaza kimya. Nikamshika. Na sikumdharau yule Mungu. Niseme nimekushika. Niliamini tena nitamshika. Inaitwa imani. Nikamwambia enda, uniletee kesho. Yeye hakuleta. Lakini pia nikaamini Mungu nitamshika. Nikaenda nikamshika. Sikujua naenda kumshika. Kuna wakati mwingine vitu ambavyo huwezi jua vitafanyika, lakini vinafanyikanga tu. Bora usikizane na mtu. Kama singesindikisha huyu kijana, huyu ndugu yangu, singejua naenda kupata yule ndugu na nirudishie mashine. Wakati mwingine kuna vitu vinafanyika,
Usipozingatia, ukidharau, haujui kumbe ndio Mungu anapitia hiyo njia kufanya kitu kwa maisha yako. Mimi nimekuwa mtu wa kujitoa kanisani. Sijawahi sumbua pasta wangu, sijawahi kasirikia pasta wangu, sijawahi ongea kinyume kwa pasta wangu, sijawahi piga vita pasta wangu. Hata kama alikuwa na mambo yake, alikuwa yake. Sijawahi nena kinyume juu ya mchungaji wangu. Nimekuwa mtu wa kujitoa kanisani. Nimekuwa mtu wa kusimama kwa shida zangu, nione kwamba nimetenda kitu kanisani. Sikuwa mwepesi wa kusema sina, maana ni kipimo cha imani kilikuwa kinapita. Maisha yangu yalianza kuchange wakati ambapo nilikamilisha vipimo vya imani. Nimekamilisha vipimo vya imani, namtumikia Mungu, lakini kwenye shida nikapata mateso sana. Vipimo vya imani. Kwa ploti watu wakaniita pastor, wakaniita waombaji, wakasema Asheri amekosa kazi mpaka ameanza kuombea watu. Matusi mazito ndio niache imani. Lakini mimi sikuacha imani na sikusikiliza mambo ya watu kwa plot. Nilimsikiliza Mungu aliyeniita. Unaposikiliza watu hautafanya huduma. Ukisikiliza sauti ya Mungu utafanyia Mungu huduma. Maana anayekuita si mwanadamu, ni Mungu aliyekuchagua na ni Mungu anayekuita. Usiangalie mwanadamu. Mungu anaweza kuwa na njia nyingi sana za kupima imani yako. Mungu anaweza kuwa na njia nyingi sana ili aone kwamba amekupima imani. Hiyo peke yake haikutosha. Maisha yalizidi kuwa magumu, na ninapozidi kusimama, the more nasimama sana, maisha yanakuwa magumu sana. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza. Kwa nini nikiomba sana ndio maisha yanakuwa magumu sana? Hilo ndio maswali watu wanajiulizanga. Kuna watu wakiomba sana maisha yao ndio yanakuwa magumu sana. Kuna watu wakienda kanisani kujitoa ndio kazi zao zinaisha. Mpaka watu wanaogopa kuomba ili wapembeleze maisha yakuwe mazuri. Watu wanaogopa kutoa ili wapembeleze pesa ziwe. Lakini nitakwambia mtazamaji, simama kama shujaa. Pima imani yako ipimwe. Kwa maana wakati umeshinda haya, vya pili vyote utavishinda. Usiogope kwa sababu ya kusimama na Mungu ya kwamba maisha yako yanaweza haribika. Usiogope kusimama na Mungu ya kwamba kazi yako inaweza isha. Sema liwalo na liwe, iwe mapenzi ya Elishadai. Ninamtolea yeye aliyenipa. Kwa kama shujaa Ibrahim. Ibrahim alisema Mungu amenipa mtoto niliomba kwa muda, na mimi narudi kumtolea. Yani jambo hili linamaanisha aje? Kama Mungu amenipa huyu mtoto, jinsi ambavyo anasema, huyu kijana nilimpata, nikamwambia enda, niliamini Mungu aliyenisababishia nishike, nitakushika tu, enda. Hata kama itachukua 1 month itaisha, nitakupata. So ukiamini Mungu hivyo, imagine unafaulu. Kuna watu wanaogopa kutoa ili waweke fedha, wanaona wakitoa pesa zao zitaisha.